Kwenye usawa wa kijinsia tumekuwa tukiona hivi sasa wanawake wamekuwa wakipewa fursa mbalimbali kwenye jamii yetu kuhakikisha nao wanashiriki kwenye shughuli za kijamii. Tunawainua na kuwapa nguvu ya kufika. Ni jambo zuri, lakini ni kama bado hawajafika kwenye ile level, kwa sababu baadhi ya wanawake pia ambao wanakuwa wanapewa fursa wanakuwa hawana ujuzi. Maana yake ni kwamba hatujawahi equip vya kutosha kama Tanzania kuhakikisha wanafikia kwenye level ya kuitumikia nchi. Mambo vipi Mtanzania? Karibu sana. Ukisikia risasi ya mwisho kishindo chake, ujue kapteni nimeshaingia mjengoni. Hii ni SPN TV, tayari Elias Kalidushi nimefika kuhakikisha mimi na wewe tunalisongesha gurudumu letu kwa siku ya leo. Risasi ya mwisho ndo muda wake huu. Na leo mtazamaji wangu, nataka tuzungumze kuhusu mambo muhimu na ya msingi sana ambayo yanaendelea kwenye nchi yetu. Jambo ambalo nimekuletea leo, mimi na wewe tunataka tudadavue kauli ya Mwalimu baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alisema kwamba maendeleo ni watu na sio vitu. Na mimi nimekuandalia maswali kadhaa ambayo yanalenga zaidi kuhusiana na kauli hii ambayo baba wa taifa alizungumzia. Swali la kwanza ambalo nimeliandaa ni kwamba maendeleo ambayo anayazungumzia Mwalimu hasa kwenye nchi yetu ya Tanzania kwa hivi sasa yanaangalia zaidi vitu au watu? Tunaweza kujiuliza swali hili kwa kutazama namna ambavyo mambo yanaendelea hivi sasa. Tanzania yetu imekuwa ikipiga hatua kwenye nyanja za uchumi, elimu, afya, lakini vyote hivyo vinalenga zaidi watu au ni vitu? Tujiulize swali jingine, bajeti ambazo zinatengwa kwa ajili ya maendeleo ya watu au zinatengwa kwa ajili ya maendeleo ya vitu? Na lakini pia zipo kwa ajili ya kuwakidhi wa Tanzania au tunahitaji kubadilisha vipaumbele? Na swali jingine la kujiuliza ni kwamba katika wakati huu ambao ujenzi wa miundombinu umekuwa ni mkubwa sana, vipi kuhusu hizi nyanja za kielimu, afya, usawa wa kijinsia na ajira? Vyote hivi vimezingatiwa tunapozungumzia maendeleo ya watu, tunazungumzia usawa wa kijinsia, tunazungumzia elimu, tunazungumzia afya. Hivi vitu moja kwa moja vinawagusa wa Tanzania. Nikikudadavulia tu kwa uchache kwenye usawa wa kijinsia, tumekuwa tukiona hivi sasa wanawake wamekuwa wakipewa fursa mbalimbali kwenye jamii yetu kuhakikisha nao wanashiriki kwenye shughuli za kijamii. Tunawainua na kuwapa nguvu ya kufika. Ni jambo zuri, lakini ni kama bado hawajafika kwenye ile level, kwa sababu baadhi ya wanawake pia ambao wanakuwa wanapewa fursa wanakuwa hawana ujuzi. Maana yake ni kwamba hatujawahi equip vya kutosha kama Tanzania kuhakikisha wanafikia kwenye level ya kuitumikia nchi. Lakini kwenye swala la elimu, tumekuwa na elimu ambayo haina manufaa kwa vijana. Elimu yetu imekuwa ni elimu ya kimkakati zaidi, kwamba mtu fulani atasoma au wakati mwingine atagusagusa tu na atapata cheti, na kwa sababu kuna watu wanamshika mkono anaweza akapata nafasi ya kupata ajira. Lakini elimu yetu imekuwa haijengi ujuzi kwa vijana, imekuwa haiwapi fursa vijana ya kuhakikisha wakitoka kwenye hiyo elimu ambayo wanajifunza mtaani wajue namna gani wanaitumia hiyo elimu kwa manufaa ya jamii. Elimu imekuwa haitumiki sana siku hizi kwa manufaa ya jamii, na matokeo yake tumeona taifa limekuwa na vijana wa hovyo kama ambavyo inazungumzwa hivi sasa. Lakini jambo jingine ni kwenye swala la afya. Kuna baadhi ya vijiji na huko sehemu ambazo sisi tumetokea, huduma za afya imekuwa ni changamoto, lakini serikali tumeona ikiwa inashughulika na mambo mengine yasiyokuwa na tija. Mfano tunazungumzia mambo ya motisha. Unawapa motisha wanasoka ambao wanapokea fedha nyingi kila mwisho wa mwezi, wanapewa vitu vingi sana, bonus, posho, wanapewa pesa nyingi, lakini serikali imekuwa ikiweka motisha wakati huo huko vijijini zahanati hazipo, hata kama zipo wauguzi hawapo. Unakuta muuguzi mmoja kwa takwimu ambazo zilitoka hivi karibuni anahudumia wagonjwa 100, unaona? Lakini pia unakuta dawa hazipo, watu wanateseka, lakini serikali imewekeza kwenye vitu ambavyo vinaonekana haviko sawa. Nadhani serikali inatakiwa iliangalie hili. Lakini kwenye swala la ajira, serikali inatakiwa kuhakikisha inazingatia kwamba elimu ambayo tunapewa vijana inakuwa ni sosi ya kufungua maarifa vijana kuziona fursa. Ibadilishe mtazamo wa fikra za vijana kuziona fursa, na serikali ijenge mazingira mazuri kwa vijana kuhakikisha tunapata ajira, kwa sababu siku hizi kwenye ajira hata mpangilio wa ajira umekaa katika mkakati, yani ni mkakati. Ndio maana unaweza ukashangaa mtu anafanya kazi labda ofisi ya mkoa
katika fani ile ile au elimu ile ile aliyosoma sawa na mtu anayefanya kazi katika ofisi ya wilaya, lakini mmoja analipwa tofauti na mwenzake. Unaona? Kwa kuna namna hawa wote wamesoma chuo kimoja, wana elimu sawa, lakini kuna namna mmoja anakuwa kama anapendelewa. Kwa hiyo hii pia inakuwa ni sosi ya kuwanyima vijana fursa za ajira, kwa sababu kama wewe utachukua milioni 20 kwenye kozi ile ile, kwenye taaluma ile ile, na mimi nikachukua milioni 2, wewe mwenye milioni 20, kuna watu kama 6 mpaka 7 umewabania riziki, kwa sababu ukichukua milioni 2 wote tutapata na kila mmoja atanufaika. Hii ni keki ya taifa na wote tunatakiwa tuitumie. Mimi wito wangu kwa viongozi, wawekezaji na wananchi kwa ujumla, tunatakiwa tuhakikishe tunapofanya maendeleo kwenye nchi yetu tuzingatie zaidi kuwafikia wananchi, na tusizingatie sana kuhusu hivi vitu vinapita, lakini wananchi wapo ndo wanaijenga taifa. Asante sana. Hii ni SPN TV, endelea kuwa pamoja nasi. Jina langu ni Elias Kalidushi. Usiache kusubscribe, tutakutana tena wakati mwingine. Kwa leo tunakomea hapa.